Mkuu, naomba nisamehe kwa hilo, kwa sababu nilifanikisha kabisa kumchukua Kumigamba katika mikono ya Kuzimu Mdogo, lakini mwisho wa safari, baada ya vita kuwa nyingi sana, Kumigamba aligoma kuambatana na mimi kwa kigezo cha mdogo wake Side, kwamba hawezi kuja na mimi mpaka mdogo wake atakapokuwa huru. Wewe unautani na mimi? Mkuu, naomba nisamehe kwa hilo, kwa sababu nilifanikisha kabisa kumchukua Kumigamba katika mikono ya Kuzimu Mdogo, lakini mwisho wa safari, baada ya vita kuwa nyingi sana, Kumigamba aligoma kuambatana na mimi kwa kigezo cha mdogo wake Side, kwamba hawezi kuja na mimi mpaka mdogo wake atakapokuwa huru. Hivi wewe unautani na mimi? Unakielewa kweli unachokizungumza? Yaani umetoka huko umefanya vitu vya kipuzi alafu unajua kabisa nitasamehewa, si ndio? Sina kuuliza wewe. Unautani na mimi au unataka tutaniane? Mbona kila siku unataka ujishushie alama zako za uaminifu kwangu? Yaani yule ni mmoja tu na kakushindwa. Wangekuwa watu wawili. Alafu wewe na yule nani ana nguvu? Wewe una nguvu za ziada kabisa. Umeshindwa hata kutumia nguvu zako kumshawishi. Sasa nakwambia hivi, mimi sitaki kuongea sana kwa sababu hapa nilipo nina hasira na naweza kufanya kitu kibaya. Wewe upuzi wako nenda kamueleze Mungu. Yeye atajua nini cha kufanya. Na hili ni onyo la mwisho nakupa. Endapo utarudia upuuzi uliofanya, hiki kichwa chako nitakikata, nitakigawanyisha na hiyo shingo yako. Potea hapa. Toto la kiume livivu tu muda wote linajiaminisha. Mimi hamna nisichokiweza. Hamna vyote naviweza. Alafu leo unakuja unaleta vitu vya kipuzi hapa. Wewe saki mazoea na vijini vidogodogo kama wewe. Hajalishi. Hajalishi nini? Mbona nzuia njia? Mimi ndo chanzo cha ndugu zangu kuuawa. Sasa nimeka uzio mkubwa sana. Atakayegusa atakufa. Atakufa. Tatizo wewe kimbelembele chako ndo kimekuponza. La sivyo mnilipe fidia. Fidia? Fidia gani? Mnilipe, si mnao ndugu zangu. Sasa tutaona mimi na wewe nani zaidi. Mimi nimewatoa wenzangu nimewapeleka huko, sasa nafuata wengine. Subiri, atakufa mmoja. Subiri. Atakufa mmoja. Mama ndugu zangu. Kuna uzio. Nani ameuweka uzio mkubwa namna hii? Kweli bwana, uzio mkubwa sana.
Sisi tunafanyaje mzee Balongwa? Hatuwezi kukosa kufanya. Hebu ngoja kwanza. Hebu ngoja niende. We mzee Balongo. Mzee Balongo. Usiguse. Huo uzio ni mtego kama mitego mingine. Ukitaka kufa, gusa huo uzio. Sasa tutafanyaje? Hapa cha kufanya ni kitu kimoja tu. Turudi huku. Alafu tutajua ni nani ameuweka huo uzio. Sawa. Hebu twendeni. Numbu. Pakashumi, nakusikiliza. Nimetoka kwa mganga Milembe. Amenifukia sana kwa sababu nimeshindwa kuja na kumigamba kutoka kuzimu ndogo. Pakashumi, Milembe yupo sawa. Hata ningekuwa mimi nisingekubaliana na ulichokifanya. Mimi nisingekugombeza tu, ningekulamba kabisa. Sawa, elezea kilichotokea. Mganga Milembe aliniagiza kuzimu ndogo niweze kuja na kumigamba, lakini ilishindikana kwa hilo, ingawa kumigamba nilikuwa tayari ipo mikononi mwangu. Aligoma kata kuambatana na mimi, wakidai cha kwamba mpaka aje na mdogo wake ndipo anaweza kuambatana na sisi. Hivyo amenifokea sana, na ndio akaniagiza nije kwako kuelezea vitu vyote vilivyotokea. Ulichokifanya ni uzembe mkubwa sana. Sawa, twende kwa huyo Milembe mwenyewe. Afadhali nilivyowaona. Wengine nilishapeleka kwa Malikia. Migamba nishampata, sasa turudini kwa Malikia. Kibwabwado, kuna uzio mkubwa sana, hatuwezi kutoka. Uzio? Ndio. Sasa nishamjua yule ka uzio. Ushamjua? Ni nani huyu? Huyu ni Kibushuti. Nimekutana naye kanipa vitisho vikubwa sana. Vitisho vikali sana. Na hisi yeye ndo aloweka uzio. Na kwa nini afanye hivyo? Anasema anataka alipo fidia ya wenzake waliouawa. Hilo haliwezekani. Sasa dawa ni nini unajua? Tuanze na huyu Kibushuti. Safi kabisa. Inabidi tuanze na Kibushuti. Sawa, hebu tumfuateni Kibushuti. Sawa. Hebu twende.
Wamemchukua Kumigamba. Fadhali. Fadhali huko. Mgeuka huko, unaangalia nyuma nini? Wewe Kiburushuti, unakimbia nini? Na hicho unachokificha huko ni nini? Subirieni. Kuna kitu anacho na naamini kinatuhusu, ndio maana nakimbia. Twendeni tumfuate. Kumigamba hana makosa, ila huyu Side ndio mwenye makosa. Kwa Kiburushuti, mleteni hapo Kumigamba. Haya, sasa leo hii naletea Side, tumtoeni kafara. Siku yake ndio muishia hapa hapa. Sasa tutamjibu nini Malkia? Malkia anajua, ndio maana hajaje hapa. Nisamehe, sitarudia tena. Kumigamba, utabaki kuzimu kuchukua majivu ya mdogo wako au uende? Pakashume, chamchukua Kumigamba na muende.